kila time tutakuwa nayo niwe ni time ambayo ni ya baraka, ni ya faida, sio ya hasara. Kuanzia masaa, masiku, mawiki, mwezi mpaka tutakapoona 2027 ambao itakuwa ni mwaka wa election. Amen. Na tutaomba pia hiyo mwaka ukapitie kwa mwaka wa amani pia. Hii mambo ya kwamba tumezoea kile ikifika wakati wa uchaguzi watu wanauana. Raundi hii tutakataa. Na watoto wetu tutakataa na. Amen. Kila kitu kiende kwa amani. Amen. So mimi ninamshukuru Mungu kwa sababu ya vile jana tulivuka mwaka pamoja. Na pia nashukuru Mungu ambaye wewe hukuweza bali leo umepatikana. Ni jambo la muhimu sana. Vizuri katika nyumba ya Bwana. Najua ni wengi, jana tulikuwa wengi. Na ukimpata mtu amefika church leo, wale na ukimkosa hata simulaumu. Amen. Sababu ilikuwa ni neema ya pekee, na hiyo neema pia bado iko hapa, na wewe ambao umekuja leo pia utapokea hiyo neema. Haleluya. Na kila kitu kitaenda sawa. So nataka niseme nanyi kitu. Amen. Na tutasoma tu kitabu cha Mhubiri. Ndani sawa hiyo, hakuna jambo ambalo, hakuna neno ambalo hujawahi umehubiriwa, nenda ni hapa wengine. Basi tutasemezana. Mhubiri 3 tutaanzia 1. Amen. Tusemezana kidogo. Wacha niombe. Mungu wangu mtakatifu, Bwana Yesu, asante kwa neema pekee umetubariki na asante kwa kufanya yale uliyofanya 2025. Asante pia kwa kuleta katika hii mwaka ambao tumeuona sasa. Maana leo kalenda nyingi zimebadilika. Haitawekwa 5 kule mwisho, inawekwa 6. Kana ya kwamba Baba, tuko katika miaka mingine. Baba yangu, tunakushukuru kwa kuona mwaka huu. Na tena tumekuja mahali hapa ambapo ni mahali kwa Mungu, ili kwa ajili ya kwamba Bwana tukaweze kuomba nawe na maisha yetu tuyakabidhi kwako, familia zetu tuzikabidhi kwako, juhudi zetu tuzikabidhi kwako, kila tamanio letu tulikabidhi kwako, ili mwaka huu, sababu leo ni tarehe 1, uanze nasi katika hizo mawiki, uendelee nasi katika hiyo miezi, uendelee kutuongoza na hadi mwakani tena. Na tulinde na kila aina ya mabaya yote, na tuwe pamoja na wewe, na kila tendo likawe zuri na lililojaa neema na baraka. Asante Mungu mtakatifu, kwa Bwana unaenda kunena nasi na unaenda kutubariki. Pokea sifa na utukufu katika jina kuu la Yesu Kristo Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Naomba nisomewe pale. Amen. Kitabu ni cha Mhubiri 3 kuanzia mstari wa 1 inasema, kwa kila jambo kuna majira yake,
na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Haleluya. Amen. Kila jambo na majira yake. Kila jambo na majira yake. Amen. Amen. Nataka tuwe na wewe hapa. Kuna vitu vingi ulivyovitamani lakini havikuenda kama ulivyotarajia. Lakini wacha mwaka huu masiku na majira yakawe yale ambayo yamekubalika katika maisha yako. Amen. Ambayo yamekubalika katika zile vitu ulikuwa unavitamani ambavyo havikufanyika mwaka uliopita. Sisi huwa tunapanga lakini Mungu ndio mwenye kutenda. Na tuna imani kwa sababu ya kwamba imani yetu ni kwamba Mungu atutendee, si tukatendewe sahihi. Amen. Si tukabarikiwe sisi. Amen. Haleluya. Amen. Ama wewe upendi kubarikiwa? Endelea. Amen. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kuzaliwa, wakati wa kufa, na kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Endelea. Wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Yaani kuna vitu vingi katika maisha ya mwanadamu, na tunaambiwa ya kwamba kila kitu kinatembea na majira yake. Kama tuseme ya kwamba Mungu amekupatia majira, ijapo kuna vitu vingi ulijaribu ili ufanikiwe, havikuenda kama ulivyotarajia. Na kushangaza ni kwamba umepata uzima, alafu kuna wenzako wengi walikufa. Amen. Amen. Lakini wewe uko hai. Wanaweza asifiwe sana. Amen. Kuna wakati ulifungua biashara yako, ulitarajia kuinuka zaidi, lakini kale ka biashara hakakukuinuka, kalididimia. Haleluya. Amen. Ndoa yako ama chochote ambacho ulikuwa unakifanya hakikuenda vile kilienda, lakini kwa sababu ya kwamba Mungu alikupatia uzima na hata kuna wengine walikufa, Mungu anasema ya kwamba anaweza kufanya jambo lingine kwa lile ambalo wewe ulilitaka halikuwa, lakini kuna mipango mingine ambayo Mungu majira yake na yako. Umeelewa? Ndio. Majira yake na yako. Kama vile nilivyopanga 2025 sikuweza kufanikiwa. Hayo ilikuwa ni majira yangu. Lakini haya tunayoelekea ni majira ya Bwana. Mimi naongea na watu walio na imani. Amen. Naongea na watu walio na imani. Ukiwa na imani finyu, unawaza vitu kinyume tofauti. Unajua wazo la mtu ndilo ambalo ukiwaza kukufa utakufa. Ukiwaza kufanikiwa utafanikiwa. Ukiwaza kuinuliwa utainuliwa. Amen. Maana ndivyo Mungu anavyodili na watu wake. Amen. Amen. Niliwaambia saa zingine wale watu ambao wanakuwa hospitali si kwamba wengine wanakufa kwa uoga. Mtu anaweza ona mwenzake pale amekata roho na yeye akaona mimi sitapona. Saa zingine ukiwa hata kuwa mgonjwa jipe tumaini. Amen. Maana hiyo ndio njia moja ya imani. Amen. Saa zingine ukiwa maskini jipe tumaini. Maana hiyo ndio njia moja ya imani. Saa zingine hata kama hauna kitu jipe tumaini. Maana hiyo ndio njia moja ya imani. Huwa napenda kusema saa zingine si kwamba wewe una maarifa sana ya kutafuta pesa ili ukule.
lakini kuna mambo yanatendeka tunashtukizia umepata chakula. Wacha kufikiria watu ambao unaona wanakupatia chakula. No. Wale watu wasingeguswa na Mungu wasingekupatia chakula. Sasa itatoka hali ya kupewa, itafika wakati wa kutafuta, wa kuletewa mwenyewe. Kwa sababu Mungu ameachilia neema ya mafanikio ya kubarikiwa. Amen. Mungu akatutakoa omba. Amen. Hiyo imani ya omba. Lakini ile imani ambayo hata kwa Mungu akuomba ana shout. Amen. Hiyo nimefahamu sio wewe. Endelea. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Endelea. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Hizo zote ni nini? Ni majira. Naongea na mtu ambaye alipatana na hayo mambo. Kama kulikuwa ni wakati wa kulia, saa hizi ukawe na wakati wa kucheza. Yaani kitu isiendelee. Sawa? Maana hata Mungu mwenyewe anasema kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Sasa kama mwaka uliopita ulilia, mwaka huu hata kuna watu wanapenda kucheka. Unajua maana ya kucheka? Kucheka si kuchekeshwa. Kucheka ni kuwa roho yako ina nini? Ina amani. Haleluya. Amen. Maana mwaka mtu kama analia inamaanisha roho yake inakosa nini? Amani. Lakini akipata amani roho yake iko vipi? Iko sawa. Ni mtu wa kusimama saa zote. Amen. Amen. Ni mtu wa kusimama saa zote. Hata kuuliza, mimi nashukuru. Nashukuru Mungu sana. Nilipotoka kwa sababu amepewa mwaka wa kucheka. Amen. Amepewa majira ya kucheka. Amen. Sasa anatembea na nini? Na ushuhuda. Atamani mahali alipotoka. Hawezi kutamani. Amen. Amen. Endelea. Na wakati wa kukusanya mawe. Wakati wa kukumbatia. Unajua wakati wa kutupa mawe sometimes unaweza fananisha na nini hii? Unaweza kuwa na vitu zako hata kwa nyumba. Unauza moja. Hata kwa mfano umechukua mawe yako unataka kujenga unarudi tena. Unauza ule ya Mungu. Hiyo roho ni mbaya. Yaani wewe mwenyewe ulikuwa na plani za kujenga. Na ukajua kabisa mtu wa kwanza kujenga lazima anunue mawe, simiti na michanga. Na ukasimimina vizuri mpaka ukashtua majirani. Alafu tena wale majirani wanaona zinabebwa. Tena bei rahisi. Hata wengine hawajui kama zilikuwa zako. Wanasema ilikuwa si zake, alikuwa anazilinda. Imagine hapo ungekuwa askari wa mawe. Lakini sasa amen. Ni wakati wa kukusanya. Amen. Kile utakaenda kukifanya inakuwa na faida. Amen. Kinakuwa cha baraka. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Na hakuna vitu zako zitatoka nje. Amen. Hatuna viuza na hali, sijui nini. Hiyo spirit ishinde. Haina nafasi tena.
Huo ulikuwa ni wakati mwingine na huu ni wakati mwingine. Amen. Usi wakati wa kununua pesa. Unaenda kununua kitu. Ogopeni pesa za kununua. Hamjui pesa ya kununua. Wangapi wanajua pesa ya kununua? Kanisa lote lijui pesa ya kununua. Si pesa ya leo kuna hiyo ni lodi ya kujitaya lodi ina nini? Ya. Ule ndio sababu kama ipo Kenya. Tuseme example nikikupatia 1000 unairejeshana 1300 ndio. Hapa na 200 ndio. Na shai. Shai. Nilisikia Ruto akiongea hizi mambo za shai. Amen. Unaona pesa ya kununua. Huwa si nzuri. Ni nani alinunua ile pesa akafanya jambo na akasema hii ni pesa ya kununua? Mmoja tu aliambia hiyo pesa ndio kufungua nayo biashara. Utakuja kuifunga. Alafu kichukua kitamchakaza ndio unabilizika kabisa, yani mpaka unabaki zero. Mpaka shilingi 3 kwa mtoto maji ya muda. Ni kama zina magari fulani. Sija nikaendea mtu fitina hapa kwa sababu anauza pesa. Si nzuri. Hata kama unauza pesa. Si nzuri. Na mshangaza kuna siku nilikuja nikajiuliza. Mtu wa kujui anakupatia pesa. Umechukua hiyo pesa, si ndio? Atakudai mpaka tamani kukustaki. Si ndio? Lakini sasa wewe unaenda hiyo ulichukua hiyo pesa, hauna hata shilingi. Huwa zina makano yake. Na ukizoea hiyo tabia, yaani hiyo kitu kikiingia kwa damu, hiyo kitu kikiingia kwa damu, hata ukilala ukiota, hata ukipata pesa yako ya chama utaona ndio sote ndio mzee na kuuza. Alafu yeye anakwambia silikuongezea uchukue zingine. Naona bodi ya bodi. Na wewe una hata uweki kitu. Hela yake anapata faida. Sasa hiyo ni umpatia ndio pesa. Unaona ile yako ya juu ile ndio pesa. Lakini ile ndio kupatia wewe sio pesa. Chukua, endelea kuchukua na kuja kunijibu kesho. Usinijibu leo. Nenda ukachukue, alafu niletee baki. Amen. Pesa nzuri imeshikwa na mtu ambaye anafanya kibarua. Ile ambayo jasho lako linatoka, ile ambayo umetumia nguvu zako. Ama umepoa na mtoto wako. Ama umeipata katika njia yako. Hiyo pesa ni nzuri. Hata wakati unaitumia, utajua vile unaitumia. Hata wakati inaisha inakwambia mimi mwenyewe inaisha. Nisiishe kabisa, niongezee mwingine. Lakini ile ya kununua, hata vile itaisha kwa nyumba au utajua. Utafanya kushughulikia. Alafu utakuwa na bidii unataka kuregesha pesa ya watu. Alafu naye akijua ya kwamba ameziweka, anakwambia kama utaregesha lakini wewe nipatie ile faida yangu. Hiyo roho ya umaskini na hatuko nayo sasa. Sasa hatuko nayo. Amen.
Maandiko alituambia hatutakopa, tutakopesha. Ikawe hivyo mwanangu, katika jina la Yesu. Anasema wewe sio mkia, wewe ni kichwa. Kafanyike kichwa, kafanyike kichwa cha kutegemewa, fanyika kichwa cha kujitegemea. Amen. Yes. Fanyika kichwa cha kujitegemea. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia. Endelea. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Kuna vitu vingi sana umepoteza, Haleluya. Amen. Kuna mambo mengi sana yamepotea. Naomba unielewe, ili haya ni nyakati za majira. Unajua vile nahubiri, huenda hata kama kuna mtu aelewe bado hajashikamana, waya yake iko mbali. Acha ning'ang'ane nayo niilete. Muunganishe hizo waya za stima. Wewe ndio unayejua ni majira gani kwako yamekuwa magumu. Wewe ndio unayejua situation ambayo umepitia. Amen. Na kile Mungu anakwambia ni kama kukukumbusha na kukwambia kila jambo lilikuwa na majira yake. Umeelewa? Kwamba kuna wakati uliteseka, ulitamani kufanikiwa, ulitamani kuinuka, ulitamani kubarikiwa, lakini haikuwezekana. Na ndio maana nakwambia ya kwamba majira tulio nayo sasa, amen, yale Mungu anakwambia ni kwamba anakuleta mahali pazuri, ya kwamba usione ya kwamba utaenda kuteseka kama ulivyoteseka 2020. Ndio kuitaja. Ulikasirika hiyo, ulikasirikia. Kwani umekasirikia aje mpaka hiyo 25 unakataa kuita? Si imepita tu, itaje tu. 2020 ilikuwa nani utanyamaza si? Majira. Yalikuwa ni majira yake. Ya kuachwa ilikuwa ni majira ya kukataliwa. Ilikuwa ni majira ya kutengwa, ilikuwa ni majira ya kusemwa, ilikuwa ni majira ya magonjwa, ilikuwa ni majira ya yale yote uliyopitia. Weka tumaini ya kwamba majira yanayokuja sasa hayatakuwa kama yale mengine uliyoyapitia. Amen. Weka imani tofauti. Leo ukisema huu ni mwaka wangu, inamaanisha kwamba mwaka huu ni wa mafanikio. Amen. Inamaanisha mwaka huu ni wa baraka. Amen. Inamaanisha mwaka huu ni wa kuinuka. Amen. Inamaanisha mwaka huu ni wa kutiwa neema mpya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sio wakati wa kurudi nyuma. Mwambie Farao, nimeokoka. Ama kuna watu wanataka kurudi 25. Wajua unaweza isongeza kijapo na sisi tusione kama umeisongeza. Mwambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Hebu njoo katika Kumbukumbu la Torati.
Njoni muone baraka za Bwana. Njoni muone baraka za Bwana. Njoni muone baraka za Bwana. Tuko kwa Kumbukumbu la Torati 28. Yes. Kuanzia 10. Amen. Kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 10 inasema, na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana. Hebu anzia hapa 6 kwanza. Amen. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya. Hebu ngoja. Amen. Utabarikiwa na utabarikiwa. Hebu ili kitu neno utokapo na uingiapo. Useme kwa mfano, umetoka kweli, umekuja mjini, umeingia hapo. Unajua baraka zikimiminika kwako, utakumbuka hata nyumbani kwenu hakuna nyumba nzuri. Kwa hiyo hii 2026 Mungu akianza kuachilia vitu, utakumbuka pale kule nyumbani kwa masiku nzuri. Hata kule ulipotoka. Ndio nilisema wakati mwingine kwamba kwenu hatakuwa na uchawi wakati Mungu ameanza kukubariki. Kuna kitu kikianzisha mradi hapo nyumbani, wakaanza kukuroga, unawamaliza moja baada ya mwingine. Amen. 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 Unajua baraka zinakuja kwa sababu gani? Kwa kusikiliza sauti ya Mungu. Hicho ndicho kinaleta nini? Baraka. Amen. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Baraka hizi zote. Kwa hivyo si baraka moja. Sio baraka moja. Sio moja. Ya 3 ni zaidi ya 10, ni zaidi ya 20, ni zaidi ya 30, ni zaidi ya 100. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Wakati utakapoamua kwamba mwaka huu sitawahi kutia sauti ya Mungu, naye Mungu hatawahi kusia maisha yako. Mungu hatawahi kusia familia yako. Mungu hatawahi kusia kazi yako. Mungu hatawahi kusia huduma yako. Haleluya. Wakati utakapoamua kusikiliza sauti ya Bwana, naye Mungu hatawahi kusia chochote unachofanya. Mtoto wangu, usiwahi kupuuzia sauti ya Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Endelea. Utabarikiwa mjini. Utabarikiwa mjini. Utabarikiwa na mashambani. Kwa hivyo inamaanisha kwamba watu wanakuja mjini ndio wanatafuta baraka ndio wapeleke nyumbani. Ndio, si ndio? Amen. Ndio, si ndio? Amen. Mtoto wako akiwa mjini analeta baraka wapi? Mume wako akiwa mjini anapeleka baraka wapi? Amen. Unajua kama unataka watu waone baraka zako, unajua ni watu waone kama umebarikiwa pale. Sisi wengine huko Mombasa hatujuani, lakini waliokuona ukiteseka ni wale watu walikuona ukikua, ni wale watu walikuona ukidharauliwa, ni wale watu walikuona familia yetu ilikuwa haina kitu.
Sasa unapokuja huku na upatane na Yesu, Yesu atapeleka kile ambacho amekupea kwa nyumbani, na aseme kweli familia sasa imebarikiwa. Mpaka utafanya wengine pale nyumbani waokoke, hata kama walikuwa washirikina. Kwa hivyo unaweza kubarikiwa hapa na ukajenga hapa, lakini hata kule nyumbani pia wanatakana wajue kama kuna Mungu jamani kufanya jambo. Haleluya. Amen. Leta hata huko kajenga nyumba na ukafungua biashara kubwa, mpaka wachawi wanakuja kukopa hapa. Kuna mtu alikopa alikuwa amekosana na yeye kwa sababu ya shilingi 25. Alafu wewe mkomesha na ujenga hata kinakusamea pia. Anakuja kukuletea hapo ana unga. Haya, chukue pesa hapa ipeleke kwa msiba ufre. Baraka za Mungu si za kuchezewa. Baraka za Mungu hazichezewi. Amen. Amen. Endelea. Uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo. Unajua watu wanaposikia kwamba utabarikiwa uzao wa tumbo lako, wana tumbo hawajui hawa wazee pia nao wana tumbo, na hizo mbegu zinatoka tumboni, hazitoki tu kiunoni. Sasa ile tumbo liondoke, baki na kiuno kama utakuwa na mbegu. Uzao wa tumbo lako ni wale watoto uliopata nao wewe na mke wako. Amen. Maandiko inasema utabarikiwa pamoja na hao watu ambao Mungu amekubariki nao. Amen. Yaani utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hilo ndio ambalo kila mmoja aliomba kwa kila aliye mzazi. Na kama kuna mzazi yoyote haombei mtoto wake abarikiwe, sio mzazi, sio mzazi. Na kila mzazi anapoombea mtoto wake abarikiwe, anajua baada ya kubarikiwa hata mimi nitakuwa mahali pazuri. Amen. Na nyinyi watoto wale wenu mje waache wazazi wenu wanapowaombea, lakini ukibarikiwa mnasahau. Hiyo maombi yanabadilika na kuwa laana. Amen. Haleluya. Endelea. Na wadogo wa kondoo zao. Mifugo nini. Yaani unamtokesha mama tu pale anaenda kufuka mbuzi. Amen. Wajua utajiri wa zamani ilikuwa ukiwa na mifugo ilikuwa tajiri sana. Zamani wazee wengi walikuwa wanathamini mifugo sana. Na mifugo ilikuwa inaongeka, lakini pesa sasa haingeki. Sasa wewe weka ng'ombe na 10,000 kwa nyumba. Ile itakaa sana ni ng'ombe kuliko 10,000. Baraka before upige mahesabu hapo uuze hiyo ng'ombe, unaipenda sana hiyo ng'ombe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mungu atakubariki sana. Na Mungu atakutendea maajabu. Amen. Hata kama hutakuwa na mifugo lakini utakuwa na nyumba za kukodisha. Amen. 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 Endelea. Nitabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Tunaambiwa kuna wakati wa majira mabaya na majira mazuri. Yaani majira mabaya ulikuwa huwezi kukaa hata na chochote kwa nyumba. Hata shilingi 10 ulikuwa huwezi kukaa nayo. Ulikuwa ukienda kushika kirobo kile kidude ambacho unaweka unga hivi kimeisha.
Watoto walipika hata bila kukwambia, wamekushtukizia mama hakuna unga. Maandiko yanasema ukisikiliza kwa bidii sauti ya Mungu, ndipo baraka zako zitakujia. Amen. Haleluya. Amen. Ndio mafanikio yako yatakujia. Sasa siri ya kufanikiwa unafaa uielewe. Huu mwaka na kufundisha siri ya mafanikio. Haleluya. Amen. Usipuzie sauti ya Mungu. Siri kubwa sana hii. Sio kudanganya. Umesikia hapo inasema na baraka hizo zote zitakujilia na kukupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu. Ni sawasawa na mtoto anayesikiliza babake sana. Ni sawasawa na mtoto anayesikiliza babake sana. Amen. Hakosi chochote, ataaminiwa. Na siku atakaposema baba, sina pesa, kwa sababu baba anakuamini na wewe ni mtu mzuri, unapewa, unatimiziwa haja zao. Haleluya. 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 So nakupatia hiyo siri na uijue. Usichezewe time zako. Mtu asicheze na wakati wako. Amen. Adui wasicheze na wakati wako. Amen. Kuwa na bidii juu ya maisha yako, kuwa na bidii ya kutafuta Mungu kwa bidii. Anasema mkinitafuta kwa bidii mtaniona. Nataka mkanione mahali mwaka huu. Nataka mkafanikiwe mwaka huu. Nataka mkaendelee mwaka huu. Katika barikiwa kapu lako. Barikiwa kapu lako. Na chombo chako cha kukandia unga. Na chombo chako cha kukandia unga. Wamama mnapenda kukanda na wazee wanapenda kukandiwa. Mimi kwa nyumba yangu ilikosa unga wa sima. Mimi napenda sima. Napenda sima. Na sima si tamu. Ama ujui sima sio tamu, Monica. Nakwambia wewe. Unaona sima ni tamu wewe. Kinachofanya sima inakuwa tamu ni mboga. Lakini sima sio tamu. Ni kule tutupu. Kule tutupu. Unasikia? Lakini ikose usikie. Unasikia umeke. Kumbe hujanielewa. Mahindi choma ndio ni matamu. Kibanda ndio ni kitabu cha mahindi ile. Lakini kuunga usawa. Ile sima ukikoroga sio tamu. Inatofanya sima inakuwa tamu. Unadarau sukuma lakini sukuma inasukuma sima sana. Unadarau mchicha lakini mchicha inasukuma sima sana. Unadarau maharagwe lakini maharagwe yanasukuma sima sana. Hata mabega. Ukasema sima ina mboga. Pata benda hata kama linakutoka. Unaweza naruma kasima baba. Hata kama ni kabisa. Na unaweka choma. Kuna marude mengine yanakuwa round yanakuwa chukuchuku hivi. Baba na hii majina mliajua. Hapo ilikuwa adabu wewe. Baba. Hata mimi mwenyewe sijui kama ile baba. Ili baba ni jina gani? Baba. Baba. Kwa zamani yaita unaomba majibu. Majibu. Nilikuwa nasema naenda kutuna majibu. Sikuwa tukua nayajua. Amen. Kapu lako
halitakosa unga na chombo cha kukandia. Mimi unajua, mimi nilitabiri baraka na bado nitatabiri baraka. Mimi sitabiri laana, sikupewa kinywa cha kulaani watu. Nilipewa kinywa cha kubariki watu. Yule aliye na imani anaweza kupokea tu. Yule anaweza kuendelea tu. Unajua kuna mapasta kuangalia wanasema ninaona shida zako takazoteseka kesho. Naona ukikufa. Wanaonyeshwa vifo. Yaani wakikuangalia wanaona kaburi. Bwana. Mtu akikuangalia aone mwana wa Mungu Bwana. Aone roho wa Mungu Bwana. Aone baraka Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sipendi pasta wa kutabiri vifo saa zote. Unajua kuna kipindi zamani nilikuwa babangu na redio nyingine inakaa kama bei na mbao. Ilikuwa ni mbao kweli ama ilikuwa ni rangi tu? Ilikuwa ni mbao kweli. Kuna kipindi cha vifo. KBC bwana. Na dieni ulikuwa nikitangaza vifo, yani inachukua karibu nusu saa, ni vifo. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ametupatia uzima wa bure. Amen. Tutaishi nao na tutakufa haraka. Shetani anachukua roho za watu haraka, hapa atakosa. Tutakutana 2027 tena. Ndio tutakuwa umelawili vizuri. Amen. Amen. Hakuna roho ya mauti kwako. Hakuna maroho. Yaani kazi hadi ikufe. Hiyo unajua kazi kukufa pia ni roho ya mauti. Ndoa kukufa pia roho ya mauti. Sasa hizo vitu hatufai kukua navyo. Tukisasikiliza sauti ya Mungu kwa bidii, tuna haki ya kubarikiwa. Na hata tukipata uhai ni njia moja ya baraka. Amina. Amen. Endelea. Utabarikiwa uingiapo. Utabarikiwa ni ingiapo. Utabarikiwa na utokapo. Utabarikiwa na nitokapo. Pale ninapoingia. Hata kama kuna mahali umepanga kupaingia. Unajua kuingia, neno kuingia kuna vitu vingi sana unafaa uvijumulishe. Unapoingia kwa ndoa ukawa ya baraka. Unapoingia kwa siasa ukawa wa baraka. Si ndio? Kila mahali utakapoingia na utaingia kazini ukawa baraka. Yaani wafanyakazi wote wanaonekana wale the best tu. Haleluya. Yaani kuna kibali, yaani utaingia mahali umetoka, utaingia kila mahali utakapokwenda utakuwa wa baraka. Hata mtoto wetu anapoingia shule walimu wanawapenda tu wenyewe. Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka leo, wa baraka leo, wa baraka, Yesu wa baraka leo, baraka leo, baraka leo. Amen. Yes. Amen. Bwana atawafanya adui zako. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako. Unajua wakati unabarikiwa kuna jambo lingine la kushangaza. Hadi watu tu wabaya. Watu tu wabaya. Amen. Amen. Ushawahi realize wakati unaanza kubarikiwa ndio kuna watu wengine wanabarikiwa na ghorofa.
Sasa baraka za Mungu hazirogeki. Amen. Baraka za Mungu hazirogeki. Amen. Nasema baraka za Mungu hazirogeki bwana. Amen. Baraka tunazoenda kuzipokea katika mwaka huu si za kurogwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Atakaye kuroga mwaka huu Kama maandiko yalivyosema, usimwache akaendelea kujigamba. Wewe omba akufe. Amen. Na sasa tunamwambia akufe yeye, mwambie atuue yeye. Wewe endelea kumwomba Mungu wako na kupatia ulinzi, na wale wote ambao wako kwenye chako maliza wao. Amen. 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 Tunaenda tunamalizia. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako. Unafanyike nini? Kupigwa mbele yako. Ati wanapigwa wapi? Mbele yako. Si nyuma. Ndio. Mbele. Mbele. Amen. Kwa sababu wewe unawaza kufanikiwa huko mbele. Na wana hata kuharibia maisha yako ya baadaye. Amen. Sasa nasema Mungu atatangulia kuwapiga hiyo. Amen. Haleluya. Amen. 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 Hata kama kuna watu walikuwa washaanza kupanga mipango mibaya, ati kwa sababu umeona 2026 wanasema ya kwamba hautatoboa, hautafanya chochote, watamalizwa na watapigwa. Na ndio Mungu atakayesimama mbele yako. Amen. Kwa sababu mawazo yako ya kwamba umeona huu mwaka ni kwamba ufanikiwe. Hata kuna mwingine naye anawaza mabaki tu ya maisha yako. Wapigwe. Amen. Neno la Mungu hilo. Hali badiliki. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi kubadilika. Yoyo. Wanadamu wote wanaweza kubadilika, lakini huyu Yesu hawezi kubadilika. Wachungaji wengi wanaweza kubadilika, lakini Yesu amebadilika. Tuseme Yesu pekee kubadilika. Amina. Yesu abadiliki. Wanadamu wanaweza change wakati wote. Haleluya. Washirika wanaweza change wakati wote, mapasta wanaweza change wakati wote, lakini yeye atabaki vile vile. Yeye abadiliki. Abadiliki Bwana. Upende usipende, Yesu abadiliki. Amen. Wewe ndio utabadilika umwache, lakini yuko pale pale tu. Watakao kuja watamsifu, watamwabudu, watamuibia, watamchezea. Wewe ndio utakasirika ubadilike, lakini yeye yuko pale pale. Wewe ndio utashindwa na vita, lakini yeye yuko pale pale. Yeye ni jenerali wa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama Yesu hawezi kubadilika, basi hata usibabaike. Kama alisema ya kwamba atakubariki, atakubariki. Yeye akisema amesema. Akisema utaishi, utaishi. Haleluya. Amen. Akisema nainua, nainua. Haleluya. Amen. Akisema atakubariki.
Amesema hata wakasirike, anasema atawapiga maadui zako, atawatandika wakiona, atawapiga wakiwa hapo hapo, atawapiga wakiwa na vikao vyao, atawapiga wakiwa kwenye vikao vyao, atawapiga wakifanya uchawi wao, atawapiga wakifanya madudu yao. Mungu akisema na kuondoa, atakupigia hawa watu, atakupigia hawa watu ili wewe uendelee mbele, ili wewe usirudi nyuma. Amen. Wewe jiulize kilichofanya jeshi la Farao likauliwa ni kwa sababu gani? Wewe nafikiri Wamidiani walikufa kwa sababu gani? Kwa sababu walicheza na watoto wa Mungu. Wakina Farao kwa sababu walicheza na watoto wa Mungu. Sio kila atakayecheza na wewe anacheza na moyo ya Mungu. Amen. Anacheza na mtoto wa Mungu. Amen. Yeye amepanga kukuinua, yeye amepanga kukuongoza, na wengine wanapanga mabaya. Wengine wanatama, wanakutaja kwa mabaya. Watapigwa na hawa watafanikiwa na wewe utafanikiwa wajumla. Amen. Biblia inasema utapigwa wakiwa mbele yako. Kwa hiyo utawaona wakiwa wanatandika. Utawaona wakiwa wanapitia. Utawaona wakiwa wanapigwa. Amen. Amen. Haleluya. Sasa wewe unababaika na Mungu amekwambia atakupigia hao watu. Kama waliongea mabaya au mambo tuliyopita, utaona tu mwaka wako umeingia. Wewe endelea tu focus na Mungu wako, fanya bidii, sikiza sauti ya Bwana Mungu wako, endelea kubarikiwa. Wao waacha wao waendelee kupata vidonda vya tumbo. Imagine wamekosa kazi yake wanakuchunguza wewe. Sasa unataka kufa. Amen. Amen. Watakutokea kwa njia moja. Ati waliungana. Shwari. Unajua? Neno la kwamba watakutokea kwa njia moja inamaanisha kulikuwa na watu wengi, lakini walikuwa wanakufuata wewe mtu mmoja. Ulikuwa na vita vingi, lakini vilikuwa vinakuandama wewe mtu mmoja. Kulikuwa na maadui wengi, lakini walikuwa wanakuandama wewe mtu mmoja, kwa sababu walikuwa wanakuonea, wamekuendea kwa kukuondokea. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kama mtu anakuja kwa njia moja hivi, so wameamua twende tumpate, twende tumalize, twende. Lakini hawakujua kile watakutana nacho. Ndio. Watasauana, kila mmoja anaenda kutafutana mwenzake mbele, watachanganyikiwa hapo. Amen. Amen. Watachanganyikiwa hapo. Ni kweli mara ya kwanza kabla waja kuona, waja kujua vile ulivyo, walisemezana kikundi, wakasema tumwende, tumroge, tumalize, tumuseme. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ukainukiwa na mambo mengi, ukainukiwa na mikosi mingi, ukapigwa vita, lakini hawakujua walikuwa wanapigana na nani. Hakuna kitu kibaya. Ni sawa sawa na kwenda kuwinda, unawinda simba
ukiwa na panga ati na kaunga kamoja. Nakwambia hata hawa wawindaji kila mmoja atakuwa anakimbilia usalama wake. Mwingine atadungwa mimba, mwingine atatamani kupanda miti, mwingine atatoroka na kwa mashimo. Anaingia kwa shimo akiona anajificha, kumbe anaingia mahali ambapo pia huko ndani kuna nyoka. Ukiwa mtoto wa Mungu, usiogope kwa lolote. Tulia, wacha Mungu akupiganie. Tulia, wacha Mungu akutetee. Tulia, wacha Mungu akupiganie. Niliwaambia jana, huu mwaka usiwe na mdomo sana. Unaelewa? Usiongee sana. Jana nikusomea kitabu cha Zaburi. Inakwambia ya kwamba unyamaze, uache Mungu akikupigania. Haleluya. Kwa hivyo Mungu sio rahisi kupigania mtu ambaye anapangana, anaongea vitu vingi, anaongea kila mambo, anarukia kila mambo. Nyamaza, wewe focus na Mungu wako, tulia na Mungu wako, wacha Mungu aongee. Wewe umeambiwa tu sikilize sauti kwa bidii, baraka zitakufuata. Haleluya. Alafu adui aliye mbele yako atapiga ukiona. Amen. Siongee sana, kajieleza sana. Wacha Mungu tu atafanya kazi yake. Amen. Haleluya. Amen. Watakutokea kwa njia moja. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Tena mbele yako, yaani mbele. Wajua si nyuma, hadi ukose kuona mbele. Mbona hao walikuwa wanakuja na sasa kila mmoja ndani. Sababu vile alivyokuona kile kilichowekwa ndani yako ni tofauti. Amen. Tofauti. Amen. Tofauti na Mungu wako kusema. Amen. Tofauti na vile alikuwa kukuroga. Amen. Haleluya. Amen. Watatoroka mbele yako. Hivi wale tikaya wao. Kwa sababu mtoto wa Mungu analindwa. Mtoto wa Mungu anaongezwa nguvu. Wajua hawatakuona wewe. Uzuri wa kwamba ukimpenda Mungu hawatakuona wewe. Watamuona Yesu aliye ndani yako. Amen. Watamuona Yesu aliye ndani yako. Na wao kama wamekuja kwa ubaya, usifikiri watasimama. Atatoka nduki mbele yako ukiona. Watatusikia. Walitoka na njia 2 ama 3 ama 4 ama 6 ama njia. Wewe watu walikuwa ngapi? Walikuwa ngapi? 7. Ila kuja akashika yake. Mungu alihesabu hizo njia sana. Ama palikuwa hakuna njia lakini wakaona jamaa kila mmoja ameshika kwake. Haleluya. Amen. Haya. Bwana ataiamuru baraka. Bwana ataiamuru baraka. Ije juu yako. Ije juu yako. Katika ghala zako. Katika ghala zako. Amen. Wale wametoroka, Mungu anaamua nini? Baraka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Unaona tuko pamoja? Ndio. Tuko pamoja kwa hiyo hapo unatikisa tu kitu anamuelewa nini naongea. Unasema tu namuelewa. Huu mwaka watu wakamtoroka wengine. Hata tunajua hapa. Kama kuna mtu anakuja na unaanza kwa nini akae karibu na wewe? Kama alijificha kwa siku nyingi. Kana wewe. Hata kupenda, hata kusifu. Amen. Amen. Ati nini?
Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako, na mambo yote utakayotia mkono wako, katika mkono wako, naye atakubarikia katika nchi ya kupayo Bwana. Kila mahali utakapopewa na Bwana, kama ni Likoni, kama ni kule town, kama ni wapi, chochote utakachokishika katika mikono yako, ni ndoa, ni kazi, ni huduma, itakuwa baraka. Amen. Haleluya. Hakuna kitu utakifanya kikose faida. Maana wale watesi waliokuwa wamekufungia baraka zako tayari wenyewe wamekuogopa na wamekutumia. Endelea soma mbele. Endelea barikiwa. Endelea fanikiwa. Yaani mikono yako ikishika tu hiki. Mambo mazuri yanaonekana. Unajua ndoa inajengwa na mikono mingapi? Miwili. Inabomolewa na mikono mingapi? Miwili. Mungu amekwambia kile utakachokishika katika mikono yako itakuwa baraka. Amen. Kazi, biashara, watoto wako, maisha yako, huduma yako, yaani chochote utakachoenda kulifanya, Baba amekitamkia baraka. Amen. Lolote unalolitaka mtoto wangu tayari limeshabarikiwa. Amen. Tayari umebarikiwa mwaka huu. Amen. Tayari ushatamkiwa tayari. Amen. Tayari Bwana ashaanza kutamka. Amen. Ikiwa leo ni tarehe moja, anasema tena tunapokishika mkono wako baraka. Amen. Katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Atakubariki mahali ambapo Mungu ametaka uwe. Amen. Amen. Atakubariki mahali Mungu ametaka uwe. Usifikiri Likoni hakuna pesa. Kuna pesa. Kuna watu wana pesa hapa. Kuna watu wana pesa wanajenga. Kuna watu wanajenga magorofa. Unafikiri gorofa inajengwa na pesa ngapi? Unafikiri gorofa inajengwa na milioni 2? Watu wanunua magari hapa, unaona mavieti ya milioni 15, 14. Unafikiria kwamba Likoni? Wafikiri hata ukienda labda Mungu amekwambisha hapa ndio anakupeleka huko na sababu. Wewe mpaka ndio nguvu hiyo. Unajenga maboti huko ndio nguvu. Amen. Angalia vile watu wataambia huko na kuwe mataoni kwa na majumba marefu ya maajabu ajabu. Sasa hiyo wewe umekaa unakuja kutafuta tena nafasi. Hiyo mengine hiyo kwa ulikuwa unaona ni mateso, ilikuwa ni majira ya hiyo, lakini sasa ondoa hizo takataka. Amen. Ondoa hiyo takataka ya kwamba hata mimi ninaendelea kuteseka, ilikuwa ni wapi? Utabarikiwa hapa hapa. Amen. Utaendelea hapa hapa. Amen. Utakuwa vizuri hapa hapa. Amen. Utakuwa vizuri hapa hapa. Amen. Hata kwa mwingine ukitaka unaenda tu kama Mungu amekubariki na viwanja vyako, mambo mengine biashara zako utakuwa unaenda tu. Amen. Yes.
ukinunua gari utabaki kuwapata. Hujanielewa? Sukumwa. Siku nyingine hauna sukuma. Utakuwa unapita kwa KP. Na umetulia. Amen. Umetulia, unasikia breeze. Unajua kuna watu nawaongelesha hapa, yana imani ya ufukara. Na siku moja nilikuja nikamwambia mtu mjinga ambaye haelewi kila anachoongea amekufa kwa hiyo akili. Sana sana hawa watu wanaokwambia ati mali na majumba ni kitu cha dunia. Kwani tulikataa? Tulikataa. Sasa hivi ukitaka kwenda Nairobi hauna fare ya SGR, unapanda nini? Ilinunuliwa na nani? Kama ingelikuwa ni yangu, ungekuwa unasikia vizuri. Nyumba unalala unaretisha. Unasema ni vitu vya dunia, ufukuzwe, unasema Mungu, bora nimefukuzwa mahali nakaa. Wacha ushapa wewe. Ni vitu vya dunia lakini vipitie mikononi mwetu. Amen. Na sisi tunaretisha watu. Amen. Ndio. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Amen. Ana tutakuwa watu wa kuombaomba. Hapana, Tutakaa kwetu. Tutakaa kwetu. Tunaretisha watu. Amen. Na hata tutaona dalili za kubarikiwa hapa. Hata tukaanza kujua imefika wakati tunamwambia Baba tunakuja kwako. unajua hata Mungu alisema heri maskini wa kiroho, sio maskini wa kukosa pesa. Maskini wa kukosa pesa ni mbaya wewe. Mimi nakwambia kweli. Wewe kukosa pesa kwa kweli unaona kama utapigwa siku. Hata matanga walimu. Kila kitu kinakupita. Baba kwa tu ndani sijui alikufa. Ukifika huko ndio unahesabiwa. Alafu unakuwa na makosa na huko kwambia wewe sema amen wewe. Amen. Hiyo roho ipondoke. Amen. 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 Sasa Mungu akisema fedha yako ni mali yake. Kwani si vitu vingine vinajengwa na nini? Zinatengenezwa na nini? Na pesa. Ona fikiri bila pesa unaweza kaa hiyo nyumba ya watu. Wewe nyumba unataka pesa yake. Hapo ana share kujenga hiyo nyumba. Mazingira ya kugombeza unasema ya kwamba ni mkali, ni mbaya. Unafikiri kama nilikuwa hata fadhali yeye amekubulia. Wewe kwa wewe. Wewe bila kuona tu hivyo ulivyo wewe. Nyumba yako. Azimwe nyumba ni mbaya. Kama ingelikuwa ni yako wewe, hata ungeanza kufunga na kuomba kusema Baba nitolee huyo. Na wewe ukiomba hapo ukiona kwamba hajakuja kugonga mlango, unasema Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Na leo unaombea mtu asikie kukudai. Haki yake. Kwa sababu umebaki na roho ya maskini kwamba hata unamgombeza mwenye nyumba unamwambia, sasa unanigombeza na vitu vya dunia. Lala nje. Lala nje. Ukutane na baba mdogo amepanga. Unajua hata badali usiri zako zingine zimefichwa kwa hiyo nyumba hiyo. Amen. Amen. Nataka nikuambukize roho ya mafanikio. Amen. Kuambukize hiyo roho ya mafanikio. Amen. Roho ya mafanikio iwe ndani yako. Ukabilike vitu zako na wewe. Amen. Ukabilike vitu zako na wewe. Amen. 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 Yes.
Ukija ukiona mtu anakwambia penda yeye sijui magari ya manyumba ya dunia ameru. Ndio. Afadhali vile mtu akisema hivyo akuone ni kama ambaye wewe umemwacha Mungu, na kutakuja hivyo unaweza regret mahali, kwa sababu umemwacha Mungu, umedhamini zile vitu. Hiyo ndio mbaya. Umeelewa? Yaani umetabiri Mungu na tabiri hizo vitu, hiyo ni mbaya. Kwa sababu hata Yesu anasema, kuna mahali alisema unajua ni afadhali kukuwa na Mungu kuliko kupata hizo vitu vya dunia na ukose mbingu. Umeelewa? Kwa hivyo ukivipata ikiwa ni Mungu amekupatia, hiyo ni sawa, lakini usimwache Mungu kwa sababu ya kwamba umebarikiwa. Maana ukifanya hivyo umefanya makosa. Tunaelewana? Lakini una haki ya kuvipata. Yesu mwenyewe alitamani kwenda kukula mahali. Akaenda kupata Zakayo, akamwambia leo nitakuwa nyumbani. Mbona kumwambia nitaenda kwa mashamba yako? Nitakula nyumbani kwako. Zakayo alikuwa na nyumba, ndio maana Yesu alikuta. Amen. Amen. Hata wewe nakuombea Yesu aje akule na wewe hapo kwa hiyo nyumba yako. Yesu aje akule na wewe hapo kwa nyumba yako. Akule na wewe hapo kwa nyumba yako. Amen. Unajua kuna mwingine ni mshamba, na bila nasema Yesu anakuja kula na wewe na nyumba yako, anashangaa ati Yesu anatoka mbinguni na kukula. Mbona kile ukibarikiwa hapo na ukiwa na amani na unakula vizuri, unafikiri uli na Yesu hapo wewe? Amen. Haleluya. Maliza. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake. Bwana atakuweka uwe mtu mtakatifu kwake, uwe taifa takatifu kwake. Unajua usisikie taifa ukafikiri utaenda kukua Ruto. Unasikia? Unajua kuna watu mpaka waambie, mtu kumwambia taifa anafikiria kwani mimi nitakuwa na taifa la Kenya lote. Ile nyumba yako na familia yako ni taifa tosha. Amen. Ni taifa tosha. Na kuna watu ambao watakuwa na kutazama, utakukuta wako tofauti sana na wewe. Wao wanataka kuchukua ati Kenya ikutambue wewe kama Ruto. Wako kuanze kuingia kwa siasa. Usikie. Uingie kwa siasa. Mungu akupe kibali utakuwa na siasa. Uanze mzee, uje mbunge, baadaye uingie seneta, ukuje kwa gavana, uwe waziri. Ukitoka hapo sasa kama Mungu anakubariki wewe naibu, ukitoka hapo sasa uanze kusukumana ngombe na mimi rais bana nataka hapa mahali. Akikujima anaongea basi mimi naenda na kiti changu. Nasema hapa mimi nami chama changu kinaitwa Kiti Kizuri Democratic Kenya. Wewe soka mbele. Na unapata kuna watu wengine wanasema nataka kukalia hiyo kiti, nataka kukalia kiti kizuri. Unashangaa katika hiyo ndani yako chama chako cha kiti kizuri, umepata mbunge, umepata magavana, umepata whatever, na umekuwa rais. Na wao pia nao wanasema kumbe Mungu anaweza, ndio nakumbuka Yerusalemu. Amen. Kama itakuwa hiyo siku Mungu amekubariki umefika huko, utakuja kunywa chai na wewe. Amen. Ukinifukuza ukinitumania maskari sawa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mimi najua Ruto kuna watu ambao alikuwa na marafiki zake obvious wanamtembelea State House. Wale papasa ambao walianza na wao na wakibara. Lazima wanakula nao vizuri. Yes. Wewe nyinyi wengine mkienda mkifanikiwa ukituwekea keti kubwa. Sawa? Haya bwana. Hapo karibu ni kazamani. Unajua nyimbo?
Ameviko kabiti. Malaika. Malaika tumebasiye. Wajua uimbaji wa kitambo ulikuwa mzuri. Nyimbo zao zilikuwa na message. Yesu anafukuzwa yani kwa kanisa. Yaani siku hizi watu kama wanamfukuza Yesu. Mtu anafikiria vitu zake. Yesu tikitiki, Yesu tikitiki, Yesu tikitiki, Yesu tikitiki. Yaani Yesu amekuwa tikitiki. Sikiza kanyumba. Malaika wanaimba siye. Malaika wanaimba kule mbinguni. Wanaimba kisujudu mbele za Bwana. Yesu ni Bwana. Sote tunaimba. Yesu ni Bwana. Mbele na wewe tunaimba. Yesu ni Bwana. Ilikuwa ni mbaya kuliko wale. Yesu ni Bwana. Ilikuwa msharati kuliko wale. Yesu ni Bwana. Ilikuwa ni mlevi kuliko wale. Yesu ni Bwana. Ilikuwa mchokozi kuliko wale. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Baba. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha leo naimba. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha leo nasifu. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba kule mbinguni. Yesu ni Bwana. Wanaimba wakicheza mbele za Bwana. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba kule. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba. Yesu ni Bwana. Amen. Amen. Kulikuwa na nyimbo nyingine zamani nasema Adamu na Hawa sijui walikula tunda. Adamu na Hawa. Hamuijui. Umezoeza na kitikitiki. Umezoeza na kitikitiki. Zile za Adamu na Hawa walizikula wao. Walizikula nyingi. Amen. Haleluya. Amen. Kama alivyokuapia utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako. Nimekwambia siri kubwa ya kufanikiwa, siri kubwa ya kuendelea ni kulishika neno. Amen. Ni kulishika neno la Mungu. Yes. Hiyo ndio siri. Hiyo ndio siri ya kufanikiwa. Adamu na Adamu na kuna watu wanajua, wewe unajua. Wanawe bado wanaenda kama walikufa. Mungu awafufue Bwana. Hata kuna wanawake hawaimbi hizo nyimbo, maana hao ndio wanafanya hizo dhambi za siku. Wote mbate kitu ambacho wewe unakifanya. Lakini wale walikuwa naimba maana hawafanyi. Kama unafanya dhambi za siku, usiimbe. Bana ni wewe. Bado walienda wapi? Kanyimbo unakacheza.
Wewe tia wewe na wewe. Unajua kuna kitu kibaya kama ukataze kitu na Mungu alafu ndio ukakifanya. Kuna madharau. Hiyo ni madharau. Haleluya. Na Mungu atakutoa mahali alikuwa anakuweka. Unajua hivyo? Haleluya. Unajua hivyo? Kila kosa baya linakuondolea wewe. Kila kosa baya linaondoa mahali ambapo Mungu alikuwa anakuweka. Kwa hivyo sasa huu mwaka jaribu sana usiondolewe bali ukabarikiwe. Amen. Amen. Huu mwaka jaribu sana usiondolewe bali ukabarikiwe. Na kila kosa ulilolikosa nilikwambia tuliambiwa tuyasawa. Sawa? Urudi kwa fresh. Mungu haja kukataza kwa fresh. Una haki ya kukumbuka ni wapi nimeanguka na sitaki kuanguka tena. Naelewana mtoto wangu? Yes. Nilikwambia huu mwaka usipoteze saa, siku, wiki na miezi. Kila saa yoyote utakayosimama mahali ilete faida kwako. Hata maombi yako yakawe ya faida juu ya maisha yako, huduma yako, watoto wako, nyumba yako, kazi yako. Amen. Chochote unachokifanya kikawe na faida yako. Amen. Amen. Inamalizia baraka chakula nacho ndio hicho kinaiva. Namalizia tu. Unaona tu nimekuja tulio ndio chakula nacho kiko tayari. Amen. Hatutaki kuwa na mambo mengi leo, tunataka tukishatoka hapa tunakula. Basi. Nafunga na mbele. Mwaka mpya. Tulie. Amen. Amen. Watoto wetu kuanzia kesho waanze kujipanga back to shule. Kama ni back to school. Waanze kukumbuka mabegi. Ndio alikuwa kafanya homa vitabu vina vumbi. Tunawaombea. Nashukuru kwa watoto waliofanya vizuri mwaka huu. Amen. Nashukuru sana. Watoto wangu walifanya vizuri sana. 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 Asilimia kubwa watoto wangu walifanya vizuri sana. Yaani ni mmoja tu peke yake. Ndio kalipelipeli. Nilitamani ukatandika, lakini nikamwambia uendelee vizuri sasa. Au mwaka uniletee majibu kasirika, yani ule zile hasira za kufanya masomo vizuri, si zile hasira za kuanza shule, yani za kuperform vizuri. Sema ya kwamba raundi sitaki mchezo. Bana neema ya Bwana iko ndani yako. Amen. Wale ambao wanaenda kumaliza na wale ambao wanaendelea, nataka ndio wanafunzi wenzako kuheshimu hapo. Ndio na swali wanakuja kukuuliza. Unawaambia ni Jerusalem Fire Church, the place of the Holy Spirit. Amen. Akili zinafanya kazi, si ndio? Yes, ushapu unafanya kazi, si ndio? Ndio. Yes. Na kutuma huko shule kuwa shujaa, sawa? Wale kuna wanafunzi. Angalia. Mimi naongea na nyinyi makombo na kutuma huko shule ukawe shujaa.
So naangalia mimi nimesema ndio kutu. Kama usijaa huko shule. Angalia pepo kelia vizuri sana. So unataka ati ukifika huko kitu unajingojea ni break tu. Kwa sababu umekuwa shilingi 10 ya sambusa. Kweli. Amen. Maliza hapo. Bwana atakuweka wewe taifa takatifu. Kwake. Ndio. Kama alivyokuapia. Mungu akiapa ameapa. Neno la uwapo, yaani Mungu ana uhakika nalo. Neno la uwapo halibanduki. Neno la uwapo lazima likatimie. Sasa nikikosa kutimia ni wewe mwenyewe ya kwamba kile kiapo haujakizingatia. Amen. Endelea. Kama alivyokuapia. Ndio. Utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako. Kiapo ambacho Mungu alikuapia ni ushike maagizo ya Bwana Mungu wako. Sasa ukishika maagizo ya Bwana Mungu wako na ukiteseka ni kwamba sidani. Na mtu kweli anaweza kuwa namna hiyo? Hapana. Kwani kiapo cha Mungu si lazima Mungu atekeleze kiapo chake. Ukishika neno lazima kuna vitu vitatendeka. Endelea. Amen. Utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana. Nao watakuwa na hofu kwako. Yaani watakuona atasema huyu jamaa si mtu wa kawaida. Kwanza wamekuroga wameshindwa. Alafu anashindwa huyu jamaa anabarikiwa aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaingiwa na hofu. Watapita kila aina ya majina kama nilivyoonyeshwa. Wao wenyewe ni watakao simama waongee kila jambo. Unajua ngoja nikwambie, mtu wa hofu ni yule ambaye anababaika. Kwa sababu hajui ni wapi ambapo umefanya mpaka ukabarikiwa. Sasa atatamani ajue, na ndio maana ataongea kila aina ya maneno mabaya akitaka kujua. Unaitwa kuchongoloa. Kwa sababu umemwingiza hofu. Unajua kuna hofu aina nyingi. Sasa kwa mfano umezani kitambo na huyu. Ndio? Alafu uje muone na gari kubwa. Sasa unaona mtu anakupigia hodi tu. Ukiangalia hivi, ukiangalia hivi sasa ni pikipiki. Sasa ni tukutuku ile ya viagio ile kikubwa ile la madege. Unaangalia unajua kitu ambacho unasema kwani imekuaje? Naona kahofu. Au mwenyewe ukitoka hapo unapiga hesabu. Hapo jamaa anaingia chama. Na hata kusalimia vizuri. Jamaa hapo anaingia chama. Sisi tu ni neema. Sasa zingine nyingi mnafanya makosa mbaya sana. Unajua hivyo? Shetani hana kitu. Kwanza nikufunze kitu kimoja. Shetani hana chochote. Shetani anafanya kuumwa. Si vitu unazoziona zote ni za Mungu. Unapomtaja shetani kwa kuwa anabariki watu, sasa unamdhalilisha Mungu. Unamtukana Mungu. Sasa kitu kibaya ni kwamba nyinyi naye kila mtu atakapopata kitu unasema huyo ni vitu vya shetani. Kwani Mungu ana utajiri? Mungu hana fedha? Mungu hana mali? Acheni wao shamba. Amen. Ona fikiria hao magari wote ni kwa devotion pale. Ona fikiria hao wenye viwanda wote ni kwa devotion pale. Wengine hata hawajui hizo njia, wewe unawajulisha hizo njia na unawapeleka. Kwanza wewe umesikizia watu wengi sana. Hivi wewe ndio ulivyo. Una wivu. Uliachwa na mtu ukaanza kumwambia mwanamume wako yule mtu anaokiwa na haya. Wivu. Kuna bahati vile Mungu alikusamehe. Ulisamehewa vile tuko tarehe moja. Kwa hivyo usivuke tena na hizo maroho. Usivuke tena na hizo maroho. Mambo yatabadilika tu pole pole. Vitu vitachange tu pole pole. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri. Maana ya heri ni nini? Neno heri yule ni tofauti na neno ole. Mafanikio, utakuwa na amani, utakuwa sawa, utakuwa na uheri. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Haleluya. Amen. 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 Heri wingi. Hebu tuendelee pole pole. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri. Uwe na wingi wa uheri. Wingi wa uheri. Baba, una maploti, business, biashara zako, huduma yako imeinuka, kila kitu ndio kinainuka. Heri yule jamaa. Unajua shughuli anadai. Mbona sababu akona nyumba? Mbona sababu ameendelea? Hicho ndio kinachotajiwa ni wingi wa uheri. Aweke kusema kwa huyu sasa, huyu hata unaniambia ni unajua kuna watu mbona wanakukimbia mpaka unajua utawaomba. Nikusaidie kitu. Unajua tajiri kwa nini apende urafiki na maskini? Haleluya. Dennis. Nimekuuliza swali. Monica. Nimekuuliza swali. Bagi tajiri apende urafiki na maskini. Hata tajiri akajenga nyumba mahali palipo na maskini, vile vinyumba vya madogo madogo. Usiku halali yote. Halali. Bila sana kuongewa mlani. Hata hapa. Akikosa tu ndio. Akikosa sukari. Yaani yeye anajua tu. Sasa make yule mtu anaona kugereka. Sasa ndio maana matajiri wengi hawapendi kuwa na marafiki wa maskini. Marafiki zao wengi ni matajiri wenzao. Ndio. Maana wewe ukidaiwa nyumba ndio. Lakini si mimi. Baadaye nitakwambia ndio wengine. Sawa? Wewe ukiumwa ndio. Sawa? Ukikosa sukari na mimi nakwambia hivyo. Na mimi ninakujua wewe. Kwanza wewe ukibarikiwa wewe. Sasa hiyo una roho nzuri maana una. Unajua saa zingine mnakuita sijui nani ni mfisadi, lakini kama lingelikuwa wewe ngatoongoza hivi. Afadhali wao wana pesa, wanapewa wa kudili na pesa. Wewe sasa umesipata dafu. Unachizika. Kisanduku humu kama hiyo yote imejaa madoti. Unalala huko kwa pesa. Hata waletewa chakula huko. Sasa wewe uko sure ya kwamba ukibarikiwa utabaki kwa mtu. Ya? Unajua ukibarikiwa hata kanisani kukuja kwanza utakuombana hali na Mungu.
Hata kumchezea Mungu utakuwa umebadilika siku hizi. Unafanya tu hivi. Unasema wewe ni tajiri. Nasema matajiri hawachezi sana. Na pengine hata si tajiri, yaani ni umaskini wa kitajiri. Angalia vile unakuja ibada. Sasa wewe ulikuwa ukisikia neno unasema baba endelea. Sasa utakuwa uko hivi. Sema time is money. Sasa hiyo nataka kutaona pastor. Ina mahali nafika. Anaweza ibada mapema. Ama sina ndoa kwa la Mungu. Baba anasema nini sana? Haleluya. Amen. Unajua kuna kiburi cha uzima. Niliwaambia kiburi cha uzima ni mbaya. Mtu akikula kishashiba anasahau. Kiburi cha uzima ni kibaya. Ukishashiba hata pasta wako aliyekuombea ukiwa kwa shida hutakukumbuka. Sababu na kiburi cha hiyo kwa uzima. Lakini siku ukigojeka umezunguka umeondoa moto utakumbuka yule ambaye alikuombea mara ya kwanza. Kiburi cha uzima. Manyamaza. Umetulia vizuri sana. Hiyo ni dalili ya kwamba ukifanikiwa ni kweli hiyo ndivyo utakavyokuwa. Lakini mimi nakuombea tu ukafanikiwa ili nikuone. Nikuone. Yaani ukibarikiwa tu na kazi alafu nisione fungu la 10 ni juu. Sema amen. Amen. Maliza. Amen. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uweli katika uzao wa tumbo lako. Yes. Na uzao wa wanyama wako wa mifugo. Na uzao wa nchi yako. Katika nchi Bwana aliyowapia baba zako. Endelea. Kwamba atakupa. Endelea bado kidogo, tumebaki na dakika 8 tu peke yake. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri. Kile Mungu alichokuwa ameficha. Kile Mungu alichokuwa amekiweka kwa sababu ya kumpendeza Mungu. Anakufungulia hazina. Hazina ni nini? Hazina ni nini? Kwa Kiswahili alikuwa ni hazina ni nini? Ni akiba. Kitu cha thamani alichokiweka. Akiba ni sawasawa na mtu aliyeishiwa sasa amebakisha kidogo. Na huwezi kumwambia Mungu ana akiba. Mungu ana vyote. Lakini kuna vitu vingine vya thamani ameviweka kwa ajili ya watu wake. Unakuwa kuna hazina kuu. Hazina kubwa. Yaani kitu kikubwa. Kitu cha thamani. Huwa ndio kinawekwa hazina. Bwana anasema atakufungulia
Yaani ni sawasawa na kufunguliwa maisha ya thamani ambayo haukuwa nayo. Amen. Unafunguliwa vitu vizuri ambavyo haukuwa navyo. Amen. Unaletewa vitu vizuri ambavyo haukuwa navyo. Kumbe vilikuwa vimewekwa kwa ajili yako. Amen. Kwa hiyo Mungu anatafuta mtu akubariki. Sikawe wewe tu. Amen. Ikawe wewe. Amen. Ambao utafunguliwa hazina za mbinguni. Amen. Ambao utafunguliwa hazina za baraka. Amen. Ambao utafunguliwa hazina za fedha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Yeah. Baki na dakika 6. Cheze kama Atakufunulia Bwana. Ndio. Hazina yake nzuri. Hazina yake nzuri. Nayo ni mbingu. Nayo ni mbingu. Kwa kutoa mvua ya nchi yako. Ya kutoa mvua. Angalia sasa. Hakuna akiba ya mvua. Unaelewa? Ni hazina zilizo nzuri. Kuna mvua ya baraka. Sasa Mungu anaenda sawa. Sasa umetamani kila kitu chako kiende sawa. Umetamani kwa miaka mingi. Basi 2026. Amen. Ikawe siku yako ya hazina. Amen. Kawe mwaka wako wa hazina, kufunguliwa hazina zako. Amen. 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 Hazina zako. Na kukufanya maisha yako yawe mazuri. Na kukufanya unawiri. Na kukufanya amani yako ikatembee na ukaflow katika hali nzuri katika jina la Yesu. Amen. Usikose kile ulichokililia. Usikose kile ulichokitamani. Amen. 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 Kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake. Na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. Na utakopesha mataifa mengi. Utakopesha watu wengi. Wala hutakopa wewe. Wala sitakopa mimi. Amen. Hata mimi natamani hiyo bwana. Amen. Wewe unataka kusema amen, baraka umependeza na roho ya kukopa. Mimi sipendi. Nataka niwakopeshe. Kama neno la Mungu lilivyosema. Amen. 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 Amina. Amen. Nasema amina. Amen. Wale walio kudharau wakashangaa mwaka huu. Amen. Maliza kwa sentence. Amen. Bwana atakufanya kuwa kichwa. Wala si mkia. Oh my Lord. Mkia unakaa wapi? Wapi? Nyuma. Na unapenda maisha ya nyuma? Maisha kurudi nyuma? Maisha kuembea mavi? Unajua mkia unabebea mavi sasa. Kichwa kinatangulia mbele. Kichwa kinaona. Haleluya. Amen. Sasa hata na wewe ukaone baraka zako. Usiwe mtu wa nyuma saa zote. Usiwe mtu wa kuacha nyuma saa zote. Amen. Usiwe mtu wa kuweka benchi saa zote. Haleluya. Akafanyike kichwa wala usitanyike mkia. Amen. Wewe mwaka ukafanyike kichwa. Amen. Endelea. Hii hiki inanivuta. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia. Na utakuwa juu tu. Wala huwi chini. Nawe utakuwa juu tu. Hata wale ambao wanasema hadi ngojea aliyo juu ngojea chini. Wacha wangoje. Hata Mungu akusema aliyokuambia hautarudi chini. Yaani hautarudi nyuma. Hautarudi nyuma. Utaendelea kuinuliwa. Utaendelea kuinuliwa. Kiwango baada ya kiwango. Kiwango vingine. Kwa jina la Yesu. Ukainuka. Ukaendelea. Amen. Utaendelea. Mungu anasema utakuwa juu wala sio chini. Hata kama uliwekwa chini, Mungu akuinue juu. Amen. Kama kuna watu walikuona wa chini, Mungu akuinue juu. Amen. Hata wao waone wewe ni mtu wa juu. Amen. Hata wewe waone ni mtu wa thamani. Amen.
Sema amen. Sema amen. Vitu vyako vikainuliwe. Ndoa yako ikainuliwe. Watoto wako ikainuliwe. Kazi yako ikainuliwe. Huduma yako ikainuliwe. Vitu vyako viinuliwe. Katika jina la Yesu. Inuka kihuduma. Inuka kimaendeleo. Inuka kimaisha. Inuka kiufahamu. Inuka kifedha. Inuka. Katika jina la Yesu. Ole wako ni kupata uko chini. Ole wako ni nisumulie mateso na zote. Bwana amesema usiwe chini, kuwa juu. Kuwa juu. Mbele kuwa wapi? Hebu kuona malengo ni ya chini tena. Imetosha kwa hizo miaka mingine na kudaroliwa. Imetosha kwa huo mwaka uliopita na yote ambayo mmeona. Hata kama kuna mambo yametendeka, lakini kuna wengine bado wanakuona uko chini. Wacha hao wenyewe wataoka wenyewe, wao wenyewe ndio watasema siku hizi umekuwa juu. Kwa sababu Mungu ataenda kukuweka viwango vya juu. Amen. Na wataona ya kwamba uko juu. Amen. Wewe si ule wa mwaka uliopita tena. Mungu anakuwazia yaliyo mema juu ya maisha yako. Amen. Amen. Wacha niombe na wewe. Nasikia kitu, sijui kama hiyo kitu nimesikia mimi. Hebu tuenuke. Tuenuke tu. Hata kama ni dakika 2, dakika 3. Ushike mkono mwenzako. Tafuta mtu ushike mkono. Tafuta mtu ushike mkono. Tafuta mtu tu, usikae peke yako. Tafuta mtu ushike mkono. Tafuta mtu ushike mkono. Na kuomba umuombe na utamkie neno la kuinuliwa na neno la kubarikiwa. Muombe tu mwenzako katika mwaka huu ambao ni tarehe 1. Tamkie tu mambo ya baraka na yeye naye akutamkie na wewe mwenyewe utamkie. Tuanze. Bwana Yesu. Wewe ni Mungu. Naombea wote waliokuja. Naombea Bwana walioshika na mikono. Naombea nilioshika mkono. Baba, ukamwinue katika viwango vingine kama neno lako lilivyosema. Mwaka huu Mungu wangu usiwe ni mwaka wa majuto, bali kama ni mwaka wa baraka. Baba, naomba neema ikashuke juu yake. Neema ya kumwinua, neema ya kumbariki katika jina la Yesu. Ninawaombea wote Bwana, neema za baraka, neema za mafanikio. Kila roho ya kudharauliwa Bwana isionekane tena katika mili yake, isionekane tena katika maisha yake, isionekane tena katika huduma yake, isionekane tena katika dunia. Baba, ulisema mwenyewe unaenda kutuinua katika viwango vingine. Baba, kawainue katika viwango vingine. Baba, haupendezi na mtu ambaye atakuwa chini. Baba yangu umesema usiwe chini bali uwe juu. Baba, ninainua maisha ya mtu hapa. Nainua huduma ya mtu hapa. Nainua ndoa ya mtu hapa. Nainua masomo ya mtu hapa. Ninainua Baba viwango vingine. Na muinua Baba katika jina la Yesu. Ukatende mema, ukamtendee mema. Baba, kama alikuwa hana fedha, kama alikuwa hana kazi, kama alikuwa hana chochote, Baba utakapombariki, kuna mahali umemwinua, kuna mahali umemweka, kuna mahali umemwinua. Nami ninamwombea Baba katika baba yangu, kazi za mikono yake. Umesema utabariki, umesema utatenda, umesema utainua. Nami ninaomba Baba, ninaomba masia kwa kila mmoja wetu aliye mahali hapa Baba, ukamwinue Baba, ukamwinue masia katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Inua mikono yako juu. Tamka neno lolote kwa Mungu. Tamkie Mungu kujapo, tamkie. Roho yako tamka jambo. Every hour. In the mighty name of Jesus.
Omba tarajio la moyo. Mwambie Mungu kile unataka kutendewa mwaka huu. Mwambie Bwana kile ambacho Mungu anataka kutendea mwaka huu. Mwambie usinyamaze. Huu ndio wakati ambao sasa tarehe moja usinyamaze. Mwambie Bwana kile unataka kutendea. Basi. Hata mimi ninaomba Mungu. Simama na huduma, simama na kanisa, simama na huduma, simama na Bwana. Katika jina la Yesu. Mwambie Mungu akutendee. Mwambie Mungu akutembelee mwaka huu. Mwambie Mungu akutembelee. Mwambie Mungu afanye jambo. Mwambie Mungu atende jambo. Mwambie Bwana, mwambie Mungu anibadilishe. Mwambie Mungu akubadilishe maisha ya kung'ang'ana. Mwambie Mungu akutoe mahali pagumu. Mwambie Mungu akuondolee hiyo maroho magumu. Mwambie Mungu akuondolee kila roho ya vita. Mwambie Mungu akuondolee roho ya umasikini. Mwambie Mungu akuondolee roho ya magonjwa. Mwambie Mungu akuondolee roho ya mikosi. Mwambie Mungu akuondolee katika jina la Yesu. Endelea kumwambia Bwana. Endelea kumwambia Mungu. Endelea kumwambia. Maisha yako ni muhimu mwanangu. Kesho yako ni muhimu mwanangu. Wewe ndio unajua ni nini ambacho unapitia, na wewe ndio unajua ni nini ambacho unahitaji. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Mungu. Asante Baba kwa yote ambao umenipa nafasi ili niongee na wewe, na umenisikiliza Bwana, na niko na imani nitaenda kuyatekeleza yote niliyoyanena. Mungu mbele zako niliyoyatamka mbele zako Bwana, na yale sijatamka mbele zako Bwana. Au umenipa nafasi ya kunena nawe. Wacha Bwana nikaone miujiza yako, matendo yako ya. Wacha nikaone matendo yako ya ajabu. Huu mwaka ukawe ni mwaka wa baraka. Huu mwaka ukawe ni mwaka wa miujiza. Huu ni mwaka ukawe ni mwaka wa kupanduka. Huu ni mwaka wa kuongezeka. Huu ni mwaka wa kuendelea. Katika jina la Yesu. Isiwe mwaka wa kumwaga machozi tena. Isiwe ni mwaka wa kufinyiliwa. Isiwe ni mwaka wa kudharauliwa tena. Bwana Yesu, katende yote jawabu la moyo wako. Na yale ambayo ninayatamani ukanitendee Bwana. Na yale ambayo unatamani ukaniapikishie Bwana. Yale ambayo ninatamani ukayapikishie Baba yangu. Ukayatende Baba yangu Masia. Ukatembee kwa watoto wako. Ukatembee na watoto wako na kuongoza. Waingia hapo na watoka hapo Bwana wangu. Kila tamanio la moyo wake Bwana. Kila jawabu la moyo wake Masia. Nenda ukanitekeleze Bwana. Amekuletea hoja ya moyo wake. Anajua kabisa Baba wewe unaweza. Anajua kabisa Baba wewe unakamilisha. Anajua kabisa Baba wewe unaenda kutenda. Na ndio maana amekukimbilia Baba. Ameleta moyo wake, amenyenyekea. Anakuomba Mungu wangu kamtendee. Anakuomba Mungu wangu kamfungue. Anakuomba Mungu wangu kambariki. Anakuomba Mungu wangu kaweze kumwinua na kumweka viwango vingine Baba. Anajua kabisa Yesu utawaishindwa. Anajua kabisa Yesu wewe unaweza. Na ndio maana Baba tunasema na wewe. Na ndio maana Baba tunaomba Baba yangu ya kwamba mwana wangu nenda ukatende yaliyo mema, bali yaliyo mabaya ukatuondolee. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu. Umesikia na unaenda kutenda. Bwana wangu pokea sifa zote na utukufu wa jina lako Bwana. Maana sisi sote tumeomba Yesu na hata kuamini Bwana. Rudi katika kiti chako. Asante sana.